إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله يقول الله تبارك وتعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير عباد الله قبل أن ندخل في لب الموضوع ningekuombeni tujazeni hizi safu hizi mianya ambazo zilizoko ili wanaokuja nyuma yetu wasiweze kuwaruka kwa maana tusiwapatishe dhambi kwa sababu tukio hilo limefananishwa na mtu mwenye kuwakata watu vichwa vyao. Haipasi khatibu akishapanda katika mimbar na watu wakawa wanatokea nyuma kuwaruka wenzao kwa ajili ya kuweza kujaza safu zile ambazo zitakuwa zina mianya. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Tulifanyie kazi hili. أيها الناس عباد الله الله تبارك وتعالى ametaka kutuwekea farqu baina ya waislamu na wasiokuwa waislamu ili wajulikane ni wakina nani wanamwabudu Mungu wa haki na wakina nani wanamwabudu Allah asiyekuwa wa haki ili wajulikane ni wakina nani wana dini ya haki na wakina nani wako katika dini ambayo si haki inda Allah tabaraka wa taala. Miongoni mwa makatazo aliyotukataza Allah kutuonyesha juu ya kumjua Allah tabaraka wa taala na kuijua dini yetu ya haki na mipaka yake ni kutokubali kutoka katika aqida iliyosalima, aqida sawa, manhaji iliyo sahihi, mfumo ulio sawa, tukafata aqida mbovu, manhaji mbovu, msimamo usiokuwa wa sawa. Allah
tabaraka wa taala atuelekeza kwa wale waliotoka katika dini iliyo sahihi na Allah aliyosawa na sahihi kwao wakafata Mungu asiyekuwa huyo bali wakaifata dini isiyokuwa hii ya Kiislamu dini ya haki kwa hasadi walizonazo na wivu walionao kwa kutaka kutuondoa katika mstari ulionyoka na kutuondoa katika dini iliyo sahihi ni kule kuyapigia makamama yao ya batil ili tuweze kutoka katika Uislamu wa sawa na kufuata dini isiyokuwa ya sawa. يقول الله تبارك وتعالى فيهم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم hawatakuwa tayari mayahudi na manasara kwa ujumla wao kuacha mila zao kuacha dini yao kuacha mfumo wao kuacha aqida zao kuacha i'tiqadi zao chafu mpaka wakuvuta nyinyi katika aqida zenu katika manhaji yenu katika msimamo wenu katika dini yenu wawatoe kwa Allahu mlazi wenu wawaweke katika aqida zao hawatakuwa tayari mayahudi na manasara hatta tattabi'a millatahum mpaka pale mtakapokubali kufuata mila zao kufuata mifumo yao kufuata aqida zao kufuata freedom zao nanyi mkaacha Uislamu wenu ulio sahihi na kwa hili wamefanikiwa lakini kabla hatujaenda huko akaambiwa Rasulullah alipoambiwa lan tarudha anka alyahud wala an-nasara hatta tattabi'a millatahum akaambiwa Rasulullah qul inna hudallahi huwal huda watakapotaka kuondoa katika aqida yao kukupeleka kwao wakuondoe katika Uislamu wako Rasulullah waambie hakika uongofu wa Allah ndo uongofu wa sawa aqida alionipa Allah ndo aqida ya sawa Uislamu alionipa Allah huwa alhuda ndo uongofu wa sawa siwezi nikaacha mila yangu ya Uislamu nikaja katika mila yenu ya Kiyahudi na Nasara kisha kaambiwa Rasulullah wala in ittaba'ta ahwa'ahum ikiwa utaamua wewe kufuata mila zao kufuata aqida yao kufuata dini yao malaka min Allah ikiwa utaacha uongofu aliokuongozea Allah tabaraka wa taala baada ya kuwa imekubainikia baada ya kuwa umekufungulia baada ya kuwa ilmu umeipata malaka min Allah min wali wala nasir hutopata wewe kutoka kwa Allah kipenzi yoyote atakayekuokoa wala kukunusuru na adhabu za Allah tabaraka wa taala maashara sada muislamu utakapotoka katika aqida salima katika mfumo uliosalimika ukafuata mfumo wa Kiyahudi na Kinasara i'lam anna ma laka min Allah min wali wala nasir fahamu yakuwa huna atakayekuokoa na adhabu za Allah kwa kuwa umefuata mila ambayo hakupewa Rasulullah sallallahu alayhi wasallama wasalu almuslimina alana fi mashariq al-ardh wa magharibiha waulize leo waislamu katika mashariki na magharibi leo jinsi walivyotoka wazima katika kuacha aqida zao mila zao
نكفة ملة زكي يهود نصارى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا في جحر ضب لدخلتموه. قلنا يا رسول الله فمن يا رسول الله؟ قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: فمن؟ Mtume siku moja awaambia masahaba katika hadithi sahihi aliyoitaja Bukhari katika sahihi yake kupitia kwa sahaba mtukufu Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu wa ardhah, yakuwa sallallahu alayhi wasallam asema: mutawafata mayahudi na manasara, mutawafata wale ambao waliokuwa kabla yenu. Lugha ya kisasa twasema unyo kwa unyo. Mutawafata hatua kwa hatua wanavyoenda, shubiri kwa shubiri, dhiraa kwa dhiraa, yani wakitembea wakikanyaga, pale walipokanyaga nanyi mnakanyaga, pale waliposimama nanyi mtasimama, wanapolala nanyi mwenda kulala, mpaka kule anakofika nanyi mmefika. Sallallahu alayhi wasallam asema mpaka wanaingia katika shimo la mburukenge, kwa maana mpaka hapo wanaingia motoni, nanyi ndio mnajikutukiza kumbe twaingia motoni na hawa. Hatta law dakhalu fi juhri dhabbin la dakhaltumuhu au la salaktumuhu, mpaka atakapoingia katika shimo la mburukenge nanyi mtaingia, kwa sababu nyinyi mnataka mno utandawazi, kwa sababu nyinyi mnataka mno hali ya kisasa. Usije ukaonekana mshamba mpaka uende katika mfumo anaoenda nao kafiri, na wewe uwe naye unyo kwa unyo, mpaka wanaingia katika shimo la mburukenge nanyi mtaingia. Masahaba kamuuliza Rasulullah, hawa unaowakusudia waliokuwa kabla yetu tutakaowafuata shibri kwa shibri, dhiraa kwa dhiraa, hatua kwa hatua, hawa ni mayahudi na manasara au kuna wengine? Sallallahu alayhi wasallama aliwaambia masahaba, ikiwa si mayahudi na manasara ni wakina nani? Sadaqa Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. وكأنه صلى الله عليه وسلم ينظر من وراء الحجر فيرى أحوال المسلمين الآن في مشارق الأرض ومغاربها، كيف يفرحون ويعظمون أعياد الكفار خاصة في شهرنا هذا، بل بعضهم يضعون أمام بيوتهم وفي مساكنهم وفي تجارتهم صنما يسمى من؟ أبو كريسماس، فاذا كريسماس، يضعون في بيوتهم وفي تجارتهم وفي مساكنهم المختلفة، ولا يبالون أنهم يتشبهون مع الكفار. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم: من تشبه بقوم fahuwa minhum. Kana kwamba mtume anaangalia nyuma ya pazia, anawaona waislamu wa leo wanavyoutaka ukafiri katika hali ambayo wanaitaka na hali ambayo hawaitaki, katika hali ambayo wanajua na hali ambayo hawajui. Akaangalia akatuona kina Muhammadi, wakina Hasan, wakina Mustafa, wakina Abu fulani, ambao leo ikifika katika mwezi kama huu tarehe 25 makafiri wanajitundika Abu Christmas, Father Christmas katika majumba yao, katika maskani zao, katika maduka yao, na waislamu nao wakaona kwa nyuma. Baadhi ya waislamu ukakuta analichukua jisanamu analiweka katika biashara zake. Ukimuuliza
anakuambia ni biashara navutia watu, kwa sababu wanaokuja kununua katika mwezi huu wengi si waislamu, kwa hiyo navutia makafiri waje katika biashara zangu. Baadhuhum yalbasuna thiyabaha, baadhi yao wanathubutu kuvaa yale makofia na manguo ya Father Christmas, kwa kuwa natafuta biashara, kwa kuwa natafuta muingiliano baina ya wao na wasiokuwa waislamu, kwa lengo na msemo kusema hawa ni wenzetu, yatashabbahuna ma'ahum, wanajifananisha na wao. Wa Rasul sallallahu alaihi wasallam hadharana, ametutahadharisha aliposema man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Nikikuta umeliweka mlangoni kwako, nitakapokuita Joni, nitakapokuita Kamau, usikasirike, kwa sababu mtume asema man tashabbaha biqaumin, mwenye kujifananisha na watu fulani, fahuwa minhum, naye ni katika hao. walan tarudha anka alyahuda wala nasara hatta tattabi'a millatahum, hawatakuwa radhi mayahudi na manasara kuacha mila yao, mifumo yao, mpaka nyinyi muache mila zenu na mfate mifumo yao, kama tulivyo leo fi mashariki al-ardhi wa magharibiha. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim, maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina as-siratal mustaqim, صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أيها الناس عباد الله، الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة رحمه الله رحمة واسعة، كان إذا رأى النصراني أغمض عينيه فقيل له في ذلك يا إمام، فقال الإمام أحمد رحمه الله إني لا أقدر أن أنظر إلى من افترى على الله وكذب عليه. رحمك الله أيها الإمام رحمة واسعة. كيف بك لو أدركت هذا الزمان فرأيت بعضا ممن ينتسبون إلى القبلة يعني الإسلام يفرحونه ويعظمونه ويشتركون مع هؤلاء الكفار في أعيادهم كأنهم إخوانا لنا، والأمر ليس كذلك. بل من الغرائب والعجائب بعضهم يهنئونهم بذكر ميلاد ابن الله، والأمر ليس كذلك، كأنها من شعائر الإسلام والمسلمين، والله تبارك وتعالى بريء منها. تبارك الله عما يقولون علوا كبيرا. أيها الناس عباد الله، miongoni mwa mfumo aliyokuwa nao imamu, miongoni mwa imamu wanne, imamu wa ahlu sunna wal jamaa, al-imamu Ahmad rahimahullah, alikuwa na msimamo kila anapokutana njiani au sehemu yoyote na mnasara asiyekuwa muislamu, msimamo wake na akida yake alikuwa anafunga macho yake asimuangalie. Hali hii akawa nayo katika maisha yake. Akaulizwa na wafasi wake, mbona kila unapokutana na manasara unafunga macho yako utaki kuangalia? Sikiliza jawabu alilitoa al-Imamu Ahmad rahimahullah. Asema, vipi mimi nitakuwa na haya ya vipi kumuangalia mtu na kuangalia watu ambao iftara ala Allah, waliyomzulia Allah tabaraka wa taala, wakadhaba alayhi, na wakamsemea Allah tabaraka uongo. Sina
nguvu ya kuangalia watu hawa waliomzulia Allah na wakamsemea Allah uongo. Imamu Ahmad ungekuweko ukaona mujtamaa wa leo wa Waislamu leo, abyadhuhum wa aswaduhum, weupe wao na weusi wao, kabiruhum wa saghiruhum, wakubwa wao na wadogo zao, aghniyauhum wa fuqarauhum, matajiri wao na fukara zao. Katika Waislamu hawa leo msimamo tulionao juu ya watu hawa, bali ukawaona wale ambao ndo sisi tunajinasibisha na Uislamu, jinsi inapofika katika haya masiku kuu yao, jinsi tunavyokuwa nasi tunasimama kushirikiana nao kusherekea kila ambacho ni kinyume na Allah, bali tukawajalia hawa kwamba ni ndugu zetu katika dini ama katika imani ama kiroho, bali baadhi yao tukakuta tunawapongeza Eidukum mubaraka, kwa maana happy new year, happy Christmas. Leo haya ni maneno yanatoka katika vinywa vya Waislamu, na pasina kujua Waislamu wanapotoa maneno haya wanashirikiana na wao katika ukafiri wao. Imamu Ahmad, la ungeiona hali hii kwa umma wa Kiislamu. Waislamu wanawatukuza, Waislamu tunawapongeza. Eidukum mubarak, Eidukum mubarak, happy new year, happy new year, happy Christmas na mengineyo. Bali kukuta Waislamu wanawapongeza katika kudai kuzaliwa kwa mwana wa Mungu Isa ibn Maryam. Ametakasika Allahu tabaraka wa taala na uzushi huu mkubwa. Waislamu wakashirikiana na wasiokuwa Waislamu juu ya kulithibitisha ya kuwa Isa ni mwana wa Mungu, pale wanapokuwa wanawatakia happy Christmas, happy Christmas. Waqalu takhadha ar-rahman walada, hawa walishamzuia Mungu, walimzulia Mungu kitambo uzushi ulio mkubwa, wakamsemea Allah uongo ulio mkubwa. Ndio Imamu Ahmad akasema sitaki kuangalia kwa kule kumzushia Allah na kumsemea Allah uongo ya kuwa Allah amejipatia kitoto kimoja Isa. Waqalu takhadha ar-rahman walada, siku ya 25 mwezi wa Disemba wasema ya kuwa Allah alijipatia mwana mmoja Isa ibn Maryam. Waqalu takhadha ar-rahman walada, wanasema hawa ya kuwa Allah alijipatia mtoto mmoja Isa. Laqad ji'tum shay'an idda, wamekuja na neno chafu baya. Takadu as-samawati yatafattarna min wa tanshaqqu al-ard wa takhirru al-jibalu hadda an da'u lir-rahmani walada. Mbingu zinafika hatua ya kutaka kutatuka, ardhi inafika kutaka kupasuka vipande vipande, majabali yanguke kwa neno tu la happy Christmas. Na Waislamu hatuelewi kwa neno tu la kuwatakia Idi njema ya kuwazaliwa mwana wa Mungu, kama walivyo na itikadi yao anda'u lirrahmani walada, kwa kule kudai ya kuwa Mungu alijipatia mtoto. Wama yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada, Allahu tabaraka wa taala haiwi kwake kuwa Allah tabaraka wa taala tajipatia mtoto. Yeye ni lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Laqad ji'tum shay'an idda takadu as-samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ard wa takhirru al-jibalu hadda an da'u lir-rahmani walada wama yanbaghi lir-rahmani an yattakhidha walada laqad ahsahum wa 'addahum 'adda. Allah anasema nishawazingatia na nikawahisabu ni wangapi hawa.
Sasa jiangalie na wewe ni katika hawa ambao Allah amewakusanya na akawahisabu katika tukio hili la kudai Allahu tabaraka wa taala na mtoto. Tena katoto kenyewe kamoja Isa. Hapa sote tukiwa vizazi vimekosekana, mtu kapata mmoja anamaliza madaktari na waganga, atakawa pili na watatu na wanne. Akipata wa kike mmoja atakapata wa kiume, akipata wa kiume mmoja atakawa kike. Fama balul khaliq, takuwaje aliyekuumba ajipatie katoto kamoja tu? Inna mathala Isa inda Allahi kamathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Allah akatuambia hakika mfano wa huyo mnayesema ni mwana wa Mungu Isa ibn Maryam, mfano wake ni kama Adam, hawana tofauti. Ameumbwa kwa udongo kwa kalima ya kun fayakun. Ayuha nas, nikimalizia kwa maneno mazuri na matamu ya Abu al-Abbas ibn Abdus Salam ibn Abdul Halim الحراني المعروف بشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله katika kitabu chake Iqtida'u Siratul Mustaqim asema fal a'yadu min jumlat ash-shara'i', hizi sikukuu sawa ni za Kiislamu, na hapa akawa anakusudia sikukuu hizi za kikafiri za kina Happy New Year, Happy Christmas na zingine zinazokuja. Asema hizi ni min jumlati shara'i, ni katika sheria ambazo Allah tabaraka wa taala ameweka. Kama aliweka sheria kuwa kuna Eid, akaweka sheria kuna Jumaa, basi ikiwa tutakuwa ni hivyo, wenzetu wakiwa na sherekea katika sikukuu kama hizi, tufahamu nayo ni katika sheria. Hili ni katika sheria, kwa sababu sikukuu haiwekwi tu isipokuwa inawekwa na Allah kwa kupitia mtume wake. Falmuwafaqatun fiha muwafaqatun fil kufr, ikiwa utaliwafiki hili la kualiko la kuzaliwa Isa mwana wa Mungu, wewe utakuwa umewafikiana, umeangukia katika ukafiri, kwa kuwa umeukubali na umekubali kwamba iko sikukuu hii ambayo ni ya kuzaliwa Isa, ambayo wanadai ni mwana wa Mungu. Wewe utakuwa umewafiki ukafiri, wal iyadhu billah. Ni wangapi katika Uislamu ambao leo ndani ya majumba yetu, ndani ya biashara zetu, ndani ya maskani zetu ni mtihani, tunashirikiana na kushiriki katika sikukuu ambazo sio zetu. Toka hapa tarehe 25 kanyaga tarehe 1, uone vijana wa Kiislamu siku ya kuamkia tarehe 1 jinsi gani wamejiandaa na wamejitayarisha kwa ajili ya kupokea mwaka mpya usiokuwa wao. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. نسأل الله تبارك وتعالى يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. اللهم أرنا الحق حقا رزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا رزقنا اجتنابه. اللهم أرنا السنة سنة رزقنا اتباعه، وأرنا البدع بدعة رزقنا اجتنابه. سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.